Waziri wa Nchi, Afisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ, Idrisa Kitona Mustafa, amesema serikali inaendelea kujenga na kuimarisha mandhari ya Zanzibar kwa kupanga mipango miji, kwani ndio kichocheo cha maendeleo ya kiuchumi. Ameyasema hayo wakati wa uwekaji wa jiwe la msingi katika mradi wa kituo cha mabasi Malindi, kwamba ujenzi wa kituo hicho kitachochea maendeleo na kuondoa msongamano wa magari pamoja na kuwarahisishia wananchi upatikanaji wa usafiri wa uhakika. Tukielekea miaka 62 ya mapinduzi matukufu yetu katika shamra leo, tukiwa hapa katika msingi huu wa kuweka jiwe la msingi kwenye kituo chetu cha mabasi cha kisasa kwenye eneo hili la viwanja vya Malindi. Kama tunavyofahamu kwamba Serikali ya Mapinduzi Zanzibar katika jitihada zake za kukuza uchumi na kupunguza umaskini na kuhakikisha kuwa wananchi wa Zanzibar, wafanya biashara, wanapata huduma nzuri, ikiwemo huduma ya kuimarisha usafiri wa umma, serikali kupitia mfuko wa hifadhi ya jamii iliamua kwa makusudi kuwekeza kwenye miradi ya vituo vya kisasa vya mabasi ya abiria ili wananchi wapate sehemu maalum za kupanda na kushuka kwenye usafiri kuliko ulivyo hivi sasa. Tukikumbuka mwaka jana tulikutana hapa wakati wa ufunguzi wa maegesho yetu ya kisasa ya magari hayo yaliyopo mbele yetu. Wakati huo mimi nikiwa mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi, miongoni mwa mambo yaliyozungumzwa ilikuwa ni lengo la serikali yenu ya awamu ya 8 ya mapinduzi ni kufanya mapinduzi makubwa katika sekta zote za uchumi, ikiwemo mfumo wa usafiri wa umma, yani public transport system. Mipango miji kama hii ni vichocheo vikubwa vya maendeleo ambavyo huongeza si tu urembo wa mji, lakini pia huongeza ajira, kukuza uchumi. Na leo tunapozungumza uchumi, tunapozungumza ajira, kwa kawaida tunatizama vizazi vyetu vinavyotufuata. Vijana wetu ni swala la ajira. Kijana sasa hataki kusikia jambo jingine, anataka kusikia maendeleo ambayo na yeye yanamgusa. Tunapofanya haya, dhamira ya serikali ni hayo. Naomba nitumie nafasi hii, pamoja na leo kuwa nimeweka jiwe la msingi katika kituo hiki kipya cha mabasi ya kisasa ya umeme kitakachoanza kutumika cha kwanza ndani ya Zanzibar, kwamba maegesho haya na parking ile ambayo tunayo na vituo vingine vyote ambavyo tutavijenga ndani ya maeneo yetu ya Zanzibar, Unguja na Pemba, nitoe wito kwa wananchi wote kwamba vituo hivi serikali imewekeza kwa gharama nyingi sana. Hivyo nikiwa waziri mwenye dhamana ya serikali za mitaa, naomba niagize kwa manispaa na wale wote wanaohusika na vyombo vyetu vya moto katika maeneo yetu haya kuhakikisha sasa mji wetu na maeneo yote haya yanakuwa na discipline ya upangaji na kuingia na kutoka gari zetu, na maelekezo yangu haya yaendane na sheria. Sasa naomba nitamke rasmi leo tarehe 8 Januari 2026 kuwa nimeweka jiwe la msingi katika kituo hiki cha mabasi Malindi hapa Mjini Magharibi. Asante sana kwa kusikia. Kwa upande wake, naibu waziri wa fedha na mipango Dr. Hamadi Omar amesema hatua hiyo ni ishara ya ukuaji wa uchumi, kwani utekelezaji wa miradi hiyo ya kimkakati itafungua fursa nyingi kwa wananchi. Tukiangalia kinadharia tu tunaanza kusema wapi na wapi, mfuko wa hifadhi ya jamii na kituo cha mabasi, si ndio? Labda haya yalikuwa yafanywe na viongozi wetu wa manispa, lakini ni kujiongeza kwa vile ambavyo Mheshimiwa Rais alitoa wito. Niseme Mheshimiwa mgeni rasmi, mfuko wa hifadhi ya jamii katika hizo nchi zinazoendelea ambazo zimeendelea ni moja kati ya muhimili mkubwa sana katika ukuaji wa uchumi, katika maendeleo ya jamii popote duniani. Na huku, ndugu rasmi, mfuko wetu wa hifadhi ya jamii hapa tunaelekea huko. Niseme kama ni asilimia, tumeshafika 70% ya huko tunakoelekea. Nachosema kwamba tuendelee kuishukuru na kuwa nayo ZSS kwa sababu inaonyesha kwamba inaelekea kuwa muhimili, ama ni muhimili kwa sasa, ni muhimili mkubwa katika swala zima la uchumi wa nchi yetu, katika swala zima la maendeleo ya jamii yetu. Lazima tushirikiane nao ili kuona kwamba
dhamira na malengo yao waliokusudia yanafikiwa kwa mustakabali wetu, kwa mustakabali wa maendeleo yetu, lakini na taifa kwa ujumla. Akieleza machache kuhusu ujenzi wa kituo hicho cha mabasi, mkurugenzi mwendeshaji Nasoro Shaban amesema serikali ya awamu ya 8 iliamua kubuni namna ya kuweza kuimarisha huduma ya usafiri wa umma wa barabarani kwa kujenga vituo vya mabasi na kubadilisha hata utaratibu wa vyombo vya usafiri hapa Zanzibar. Miongoni mwa maeneo yatakayoguswa na mradi huu ni eneo hili la viwanja vya Malindi. Mradi huu ulianza kutekelezwa mara baada ya kuingilia makubaliano na mkandarasi wa mradi huu Emirates Construction Limited tarehe 25 April 2025, ambapo leo tunaweka jiwe la msingi na mradi huu umeshafikia karibia 90% ya utekelezaji wake. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu unasimamiwa na mshauri elekezi wa kampuni ya OGM Consultant Limited kutoka Dar es Salaam pamoja na wataalamu wetu wa ndani ya mfuko wa hifadhi ya jamii. Mradi huu kwa pamoja unajumuisha eneo la mita za mraba 12,670. Linatarajiwa kuwa na maegesho ya mabasi makubwa 50 kwa wakati mmoja. Pia kutakuwa na maegesho ya mabasi madogo yatakayoelekea mji mkongwe, ofisi za kutoa huduma za kituo hiki, sehemu za kukatia tiketi, mkahawa, sehemu ya kusalia wanawake, sehemu za huduma za kijamii kwa wanawake na wanaume, sehemu za huduma maalum za kijamii kwa watu wenye mahitaji maalum, lakini pamoja na kiwanja kimoja cha mpira cha miguu cha watoto wanaoishi katika maeneo haya. Uzinduzi na uwekaji wa mawe ya msingi katika miradi mbalimbali ya maendeleo ni sehemu ya shamra za kuelekea kilele cha sherehe za miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar. Amina Omar, Al-Fatah TV Online. Haya, pesa hii uende ukatumie skuli Haya mama. Asante mama. Haya. Mama mdogo. Nataka na mimi niende skuli. Mpumbavu mkubwa. Hizo kazi za ndani ushazimaliza hata unataka kwenda skuli? Nishazimaliza. Ulikuwa umwambie baba yako kabla hajafa akupeleke skuli. Mbona kumwacha tu akafa? Yule alijua kuwa wewe huna hadhi ya kwenda skuli. Pumbavu, nenda ndani huko. Ngalikuwa baba na mama leo kwa yasingenikuta kila siku manyanyasa. Aha, unasemaje? Nikwambia kitu Aiman. Nahisi kama ulioniwashia moto ndani ya moyo wangu na unaendelea kuniunguza ndani kwa ndani. Mimi nilikuwa nakuvutia pumzi tu wewe. Unalilia nini na utosobi wako? Wewe! Usifanye hivi mtoto. Ramdani sirudie, lakini kama kufanya ndo nishafanya. Kunya moto basi niungue. Wewe hujui kama mtoto yatima huyu? Kama mtoto wako wewe ukamkuta unadhalilika kama hivi utaridhika wewe? Usimfanye hivi mtoto. Elewa kwamba leo kwake, kesho kwako. Kutokuwa na wazazi haimaanishi kuwa ndio chanzo cha kuishi kwa manyanyaso na masimango. Kila mtu ana haki ya kuishi kwa furaha na amani hata ikiwa hana wazazi. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.